Ni ukumbushe umma wa Kiislamu katika nasaha zangu fupi kwa maneno ya al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ametuambia lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Kiswahili cha maneno haya, hautatengenea mwisho wa umma huu ila kwa kile ambacho umetengenea mwanzo wao. Yani umma huu hauwezi ukafanikiwa ila kwa kufuata yale ambayo yamefanywa na waliowatangulia kabla yao. Sasa hivi tumekuwa tunafanya mambo ambayo yametoka katika utaratibu alioamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwashukuru kwanza, mwezi wa Ramadhani tumepata nafasi kubwa sana ya kuwaona watu wa aina mbalimbali kufanya mambo ya kheri, kuwafuturisha watu, kutoa sadaka mbalimbali. Tumeona mashirika ya umma, tumeviona vyombo vya serikali pia, tumeona matajiri wakifuturisha, lakini tumeona pia wabunge wengi wamefanya kazi hiyo mwaka huu. Lakini hata taasisi za kifedha zimefanya kazi kubwa ya kufuturisha watu waliofunga, na watu binafsi pia wamefanya mambo hayo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgeni rasmi, hata wasiokuwa Waislamu wameonekana kufuturisha, na waheshimiwa mabalozi pia wamefuturisha sana mwaka huu. Wengine wamerudia. Hii ni kuonesha namna gani tunaishi kwa wema na kwa uzuri katika nchi hii ya Tanzania. Kwa hiyo ili tufanikiwe lazima tushike mwenendo wa watu ambao wametutangulia. Nimefurahi sana kumuona Mheshimiwa Askofu kutoka CCT akimwaga vitu hapa na akasoma aya zinazotuelekeza kujenga mshikamano na umoja. Pale aliposoma aya za wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, ni kutuonesha kwamba hakuna nafasi leo ya kufarakana. Nafasi iliyopo ni ya kujenga mshikamano zaidi na kujenga umoja zaidi, kujenga umoja wa kidini, kujenga umoja wa dini mbalimbali, lakini na kujenga umoja wa kitaifa. Hili ni jambo muhimu sana ambalo ametukumbusha Mheshimiwa Askofu kutoka CCT katika aya aliyoisoma. Mimi niongezee mkia kwamba katika mafunzo ya Uislamu kuna kitu kinaitwa at-taamul ma'a ghairi al-muslimin wa at-taayushu silmi, yani kuamiliana na wasiokuwa Waislamu, kutendeana, kuishi na wasiokuwa Waislamu kwa amani. Haya ni mafunzo ya Uislamu tumefundishwa, na kila mmoja katika sisi anajua, na mashekhe wanajua sana kwa sababu wamewafundisha sana na ndio kazi yao. Kama pale tunapojikumbusha Mwenyezi Mungu anaposema la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Tafsiri ya jumla ni kwamba Mwenyezi Mungu hawakatazi nyinyi Waislamu kuamiliana na wasiokuwa Waislamu muda wa kuwa hawana ugomvi na nyinyi. Mwenyezi Mungu anapenda sana watu waadilifu. Hao ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya namna ya kuishi. Hivi karibuni kumeonekanwa katika vyombo vya habari mbalimbali ambavyo vinaonyesha kama kwamba kuna watu wanaosema vibaya Uislamu, wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha kama inanasibishwa na Wakristo hivi. Sisi tunasema sivyo, sio kweli. Hakuna hata Mkristo mmoja anaweza kuwafanyia fujo Waislamu. Haijawahi kutokea tangu nyuma na mpaka leo hatujaona vitu vya namna hiyo. Tunaishi vizuri sana, na ndio maana unaona hata Mheshimiwa Askofu hapa amekuja kuzungumza vizuri sana.
mpaka tumefurahi, na hata rais mstaafu hapa alikuwa ananiambia kwamba kazungumza vizuri sana mheshimiwa askofu. Mheshimiwa askofu, umezungumza vizuri sana, Mwenyezi Mungu akupambe. Kwa hiyo hakuna vitu namna hiyo, ni watu watakutia uchokozi tu na kutaka kuwafanya Waislamu waamke, waingie katika fujo, wajiingize katika jambo wasilolijua kwa kudhani kwamba Wakristo wanawafanyia fujo. Hakuna kila jambo unaloambiwa afu ukalishika. Lazima jambo kwa muongozo wa Uislamu likitokea lazima lifanyiwe fikra. Mtume anasema lazima kutadabbar. Ukitaka kufanya jambo zingatia, fikiria, afu angalie mwisho wake utakuwa vipi, na kuhakikisha kwamba jambo hilo ni sawa sawa. Mungu ametuambia wazi, akimjili mtu fasiki fatabayanu, fanyeni upelelezi, msifanye haraka kuweza kuzungumza au kuhamasika na mambo ambayo yanapitishwa. Na katika zama hizi za AI, adhakaul istinai au akili mnemba, ni zama za kuangalia sana, kwa sababu inatumiwa vibaya sana hii adhakaul istinai, na inaweza kaingizwa hata katika masuala kama hayo kwa ajili ya kuogombanisha Waislamu na Wakristo, jambo ambalo hakuna. Sisi tunaendelea kuishi vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu na Wakristo na watu wa dini nyingine tumeishi vizuri sana kiasi cha kwamba inaweza ikawa mfano katika ulimwengu. Maisha yetu hapa na wasiokuwa Waislamu inaweza kuwa ni kiigo katika ulimwengu mzima, namna gani wanaishi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kisha watu wa huko wakatufuata sisi kuangalia tunaishi namna gani. Na ndio maana tuna chombo tunakiita interfaith ambacho kinaunganisha juu ya watu wa dini nyingine na sisi Waislamu katika kujenga mambo mbalimbali yanayohusiana na dini zetu, lakini yanayohusiana na amani, yanayohusiana na uadilifu, yanayohusiana na maadili, yanayohusiana na kujenga nchi na maslaha ya taifa. Msemo wangu kwa Waislamu, tusijaribu kuchokozeka. Mtu akikuchokoza usikubali kuchokozeka. Jambo la kweli halijifichi, lakini jambo la urongo mara moja tu hubainika. Tusikubali kuchokozeka, tuendelee kuishi maisha yetu mazuri ya kuwa pamoja, kushirikiana, kuendelea kujenga nchi yetu kwa kheri na amani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vitu nataka mviguse kidogo katika dakika 15 nilizopewa. Mtu akiwa ana neema kapewa na Mungu, lazima aelewe ile neema kinachofuatia ni hasadi. Kila neema ina hasadi. Ukilima shamba ukavuna, wenzako katika kijiji watakufanyia hasadi. Ukiwa na kazi nzuri, wenzako watakufanyia hasadi. Ukiwa mwanachuoni, wenzako watakufanyia hasadi. Ukiwa na mali, utafanywa hasadi.